Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa dhamira hii njema na dira ya kimaendeleo ya kanisa, mwaka 2024 kanisa limekuja na programu hii ya Tuvuke inayolenga kutoa mafunzo mbalimbali ya kuwajengea uwezo vijana wenye umri wa miaka kati ya 10 mpaka 35 walio mashuleni na wanaoishi mitaani katika mazingira yasiyo rafiki. Nia ni kuwapa maadili mazuri wao wenye kujitambua, wenye uwezo wa kujikwamua kiuchumi, waweze kubadili mtazamo hasi na kuona fursa mbalimbali za maendeleo kwa ajili ya mustakabali wa taifa letu jema. Katika dhana hiyo Tuvuke program ni program maalum inayolenga kumsaidia kijana kubadili mtazamo hasi wa kifikra, avuke hatua nyingine ya mtazamo chanya wa maisha, aweze kujitambua, kuwa na maadili mazuri, mwenye kuona fursa mbalimbali zinazozunguka, mwenye kujitegemea kiuchumi, kijamii. Pia hapa mkoa wa Mara tupo Serengeti, Butiama na Tarime, lakini pia mkoa wa Manyara tupo wilaya ya Simanjiro, kata ya Busisi. Muda wa utekelezaji wa programu hii utakuwa miaka 3. Tulianza mwaka jana Machi 2024 mpaka Disemba 2026. Katika wilaya ya Serengeti, programu hii ilizinduliwa rasmi tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2024 na aliyekuwa DC wa Serengeti Dr. Richard Mashinji, na dhima kuu ya mradi kutoa mafunzo rafiki kwa vijana waweze kujitambua, kubadili tabia na mtazamo hasi wa kujikwamua kiuchumi na kumudu mazingira kwa maisha endelevu. Aidha, tunukuu za mradi wetu ni bidii, kujali, uaminifu, uwajibikaji, ufanisi, umoja na uadilifu. Utendaji wa programu unahusisha mafunzo kwa walengwa hasa vijana wenye umri kuanzia 15 hadi 35. Vijana hawa katika makundi ya watu 10 wenye kuzingatia jinsia za men na ke, lakini pia mafunzo yanatolewa kwa vyama vikuu ambao ni walezi na wasimamizi wa vijana. Kitu cha pili ni usajili wa vikundi. Kama takwa la kisheria, programu ya Tuvuke ilichukua jukumu la kusajili vikundi vya vijana wenye umri wa miaka 18 mpaka 35 vilivyopo Serengeti. Kati ya vikundi 10 vya wanufaika wa mradi, tumefanikiwa kusajili vikundi 8 kwenye mfumo na vimepokea vyeti vya usajili kutoka halmashauri. Vikundi vingine viwili bado viko kwenye mchakato wa awali kusajiliwa, na hii kutokana na changamoto ya vijana wengi kukosa NIDA na wakati mwingine vyeti vya kuzaliwa. Tulichukua hatua ya kuhamasisha vikundi kupata vyeti vya kuzaliwa ili waweze kuwa na sifa za kupata NIDA. Vikundi vingine pia tumeshauri viweze kuingiza baadhi ya wajumbe wenye NIDA kwenye vikundi vyao kwa ajili ya urahisi wa kufanikisha usajili. Programu imefanikiwa kuwezesha baadhi ya vikundi kupata mitaji ya kuanza miradi ya vikundi vyao. Katika awamu ya kwanza tumefanikiwa kufungua saluni 2 za kike, moja hapa Mugumu lakini nyingine pia iko Kibeo. Pia tumeweza kuwezesha kikundi cha mjini ingawa nafanya miradi tofauti. Tumeweza kuwezesha kikundi cha stationery kwa kupatia baadhi ya vifaa kama printer na photocopy machine ili kuongeza uzalishaji. Pia leo tunatarajia kupatia vifaa vya cherehani vikundi 5 ambavyo vimejikita kwenye ushonaji ili waweze kujiendeleza kimaisha. Lakini baada ya kukamilisha hili tunatarajia kuwezesha kikundi cha Kitete kinachojikita kwenye ufugaji wa mbuzi, na pia tutawezesha kupatikana kwa mashine ya kusaga kikundi cha Ngarawani. Ni matarajio yetu tutaendelea kusimamia vikundi hivi ili viweze kuzitumia fursa kusimama kiuchumi na kubadilisha maisha yao na jamii nayo wazunguka. Lakini pale penye changamoto amenituma, zikiwepo changamoto katika mwendelezo wa hivi vikundi vya wajasiriamali na kujinua kiuchumi na kimaisha, kama nilivyosema pale kwenye ziara pale Saruni, yeye yuko tayari kupokea maoni yenu kama kanisa na kama chombo na taasisi inayotoa neno la Mungu na inayotoa huduma kwa jamii za aina mbalimbali zikiwemo hizo tunazoenda kufanya muda si mrefu. Amesema yuko tayari kushirikiana na ninyi. Lakini pia kama mnavyofahamu, serikali inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania, naye anajikita kwenye masuala ya vikundi na wajasiriamali wadogo bila kujali matajiri, maskini na kadhalika. Kwa hiyo na kanisa kama na nyinyi mmepita hiyo njia hiyo, maana yake mnakanyaga njia ya serikali, ambapo pia serikali ni mamlaka kutoka kwa Mungu. Lakini hiyo inageuka inakuja kuwa sehemu ya chombo cha makanisa na dhehebu na Mungu kwenda kutoa huduma kwa jamii. Nimeona pale kwenye changamoto ya NIDA. Bahati nzuri Baba Askofu, ofisi ya vitambulisho vya taifa NIDA iko ofisi ya katibu tawala wilaya pale. Kama kuna changamoto zinazotaka kupelekwa kwa haraka, ameomba mje mumuone, mtengeneze mazingira rafiki ya haraka na kujaza zile fomu za maombi. Itaingia pale, tutapewa kipaumbele ili isionekane kwamba ni changamoto NIDA kukwamisha vikundi vingine kuingia kwenye mfumo. Vikundi hivi mnavyopata neema ya Bwana kama hiyo, muisimamie, muidhibiti, iwajenge na iwe endelevu. Moja tu ni waombe wale mliokabidhiwa hivi vifaa mkavitunze na mvifanyie kazi kwa uaminifu, upendo. Msipovitunza havitadumu.
lakini mkivitunza vitadumu vizuri. Vinaweza, unakiona ni kitu kidogo, lakini kinaweza kikakutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Kama alivyosema mwenyekiti wa kitongoji, sasa sitaki kesi, kwa sababu wakileta kesi ya nguo mimi nabeba kichwa cha cherehani. Sasa sijui ufanyeje. Hiyo haijakaa sawa hiyo. Sawa ili nisichukue kichwa cha cherehani, shona nguo, mpe mteja kwa wakati, kwa muda mliokubaliana, ili usiwe na mgogoro, kwa sababu mafundi cherehani wengi nawaona hapo mjini, vichwa mle ofisini vimo. Mimi sio fundi, lakini nina vichwa vya cherehani vingi. Shida unachukua nguo ya huyu hujakamilisha, umechukua ya huyu hujakamilisha, unachukua ya huyu. Tamaa ni mbaya. Naomba tusifanye tamaa. Tumesikia sana hasa viongozi hapa jinsi walivyo hasa sana namna gani ambavyo tumepewa vitendea kazi ili viende vilete faida, viwe na matokeo. Mtu mwingine alipofika aliyekuwa amepewa 10 akasema ulinipa 10. Iko 10 nyingine. Akasema wewe ulikuwa ni mtumwa mzuri, kumbe ulikuwa mwaminifu na hivi. Kaja mwingine akafika akasema hivi, unajua mimi uliponipa kwanza nilianza kukoa na mashaka, wewe ni mgumu sana. Yani akawa na sababu. Sasa mimi hata sijazalisha, hata hiki nilicho nacho naona kama nacho kimechoka, sasa hiki chukua cha kwako. Kuna kauli ngumu ambayo ilitumika mahali pale. Tumwa mlegevu. Jamani, vijana mpo. Ashukuriwe Mungu, bado ninyi ni vijana. Na bado kauli yenu mbiu hasa inajaribu sana kiakili, yani jaribu kufresh akili zenu zikae vizuri. Kwa hiyo niamini kwamba kwa vikundi vyote, ninaamini kwamba vitakuwa ni vikundi vyenye kuwa na faida. Sivyo vijana? Kwa kweli tuwapongeze sana kwa kazi kubwa mnayoifanya. Pongeze pia mratibu ndugu Ebeneza, kaka Amani, ambao kwa namna moja au nyingine wamekuwa wakiwasaidia hao vijana. Lakini pia nilipongeze kanisa kwa ujumla, kwa sababu vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, 52% au 54% kama sijakosea ni vijana. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa hili mnalolifanya, na nimekuwa na session na hao vijana. Ni vijana ambao wanatamani kujifunza, ni vijana ambao wanaziona fursa kwa jicho la tofauti sana. Lakini pia kuna namna unaona ambao wana moyo wa kujitolea. Huu mradi tokea umeletwa hapa, umetusupport. Kwa mfano kama mimi, kuna mambo mengine nilikuwa siyatambui, ila kupitia semina zinazofundishwa hapa zimenisaidia kwa kiasi kikubwa. Kwanza nimejua jinsi ya kujitegemea hata katika mtaji na faida zake. Katika mtaji wangu naweza nikautoa, nikaja nikatoa faida nikatumia, lakini mtaji nikauacha. Kwa hiyo hicho pia kimenijenga kutokana na hii fursa tuliyopata hapa kwenye Tuvuke. Na unatusaidia pia katika wale watu wanaotuzunguka. Mimi binafsi unanisaidia kwa sababu kuna vitu vingine kwenye ukatili, kwenye kulinda walemavu, kwenye haki, umetusupport na kutusaidia pia. Pia unatusaidia hata katika vikundi vyetu kuwa na mshikamano, kujiweka sawa kwenye fikra kiakili, unatulinda pia na kutupatia hamasa kwa wale wanaotuzunguka pia. Mimi kama mimi binafsi nilishaanzisha kuuza viatu. Kwa hiyo hapa napokwenda na cherehani yangu, naamini itanisupport, nitaweza kuongeza mtaji upande mwingine, na kama nikiweza kupata wanafunzi wa kufundisha, itanisupport kuongeza cherehani nyingine na nyingine na nyingine. Kwa mimi ninashukuru sana kwa kupewa cherehani. Kwa kweli mradi wa Tuvuke umeweza kutusaidia sisi vijana, kwa sababu umetusaidia kwanza kabisa kwa ajili ya mafunzo. Tumeweza kuyapata mafunzo ambayo yatatusaidia leo na kesho, pia yatatusaidia sisi lakini pamoja na vizazi vingine vinavyokuja. Kwa hivyo nitoe wito tu kwa vijana wengine kwamba
waweze kuwa na muamko mzuri kwenye mradi huu, kwa sababu yote tuliojifunza ninaamini kwamba yataenda kuisaidia na jamii pia.